Yes, habari za wakati popote pale ulipo, karibu sana Charles Beda TV mchakato jimboni. Mchakato jimboni, na leo hii tunabisha hodi kwenye kata ya Ilkidinga. Kata ya Ilkidinga ni miongoni mwa kata 27 zilizopo katika jimbo la Arumeru Magharibi. Sasa kabla sijaendelea mbele zaidi, tafadhali bonyeza subscribe uwe kwanza kupata habari hizi punde zinapotokea pale kwenye Charles Beda TV. Bonyeza subscribe, unakuwa kwanza kupata habari punde zitokeapo. Kata hii ya Ilkidinga kata ya Ilkidinga hii ambayo nimesema ni miongoni mwa kata 27 katika jimbo la Arumeru Magharibi, imepakana na kata za Sambasha, kata ya Ilboru, kata Utroto. Zote hizo zimepakana kata hii ya Ilkidinga ikiwa katikati pale. Diwani wake wa sasa hivi, diwani wa sasa ni Mheshimiwa Francis Sailoja, ndio diwani wa kata ya Ilkidinga. Ni diwani mzoefu ambaye hii ni awamu yake ya kwanza, lakini kwenye ulingo wa siasa si mgeni. Amekuwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Ilkidinga kabla ya kugombea udiwani kwenye kata hii ya Ilkidinga. Amekuwa mwenyekiti wa kijiji, na wakati wa nyuma alikuwa kwenye chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kabla ya kujiunga na chama cha mapinduzi. Katika uchaguzi wa 2020 Mheshimiwa Francis Sailoja aliweza kuchuana kwenye kura za maoni na watu kadha ambao waliwania nafasi hiyo, lakini yeye akaweza kufanikiwa kuwa kidedea kuibuka mshindi katika kura za maoni, akiwashinda watu kadhaa. Miongoni mwa aliyemshinda kwenye kinyang'anyiro kile ni pamoja na diwani wa aliyekuwa anatetea nafasi yake, lakini diwani mheshimiwa aliyekuwa diwani mstaafu niseme, Mheshimiwa Samuel Ngarabali ni miongoni mwa watu ambao walikuwa kwenye kinyang'anyiro kile cha 2020 kura za maoni, lakini kura yake haikutosha. Yeye pamoja na wengine, Francis Sailoja akafanikiwa kupenya na kuwa diwani wa kata hii ya Ilkidinga. Katika uchaguzi uliofanyika, uchaguzi wa serikali, alichuana na mtu anaitwa Kambona alisumbua sana kwenye uchaguzi ule wa serikali, lakini hata hivyo bado Francis Sailoja Kambona aligombea kupitia Chadema, lakini bado Francis Sailoja akaibuka kidedea katika uchaguzi ule. Baada ya kuibuka mshindi, ameendelea kutumikia kata ya Ilkidinga katika masuala ya miradi, mbalimbali, utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na sasa miaka mitano imekwisha, inakwenda ukingoni, tunaenda kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Francis Sailoja anatajwa kutetea nafasi yake. Tumemsikia mara kadhaa akisema atatetea nafasi yake endapo wajumbe watampa ridhaa ya kuendelea. Lakini anachuana na nani kwenye kinyang'anyiro hicho? Kwa mujibu wa tetesi kule mitaani, anachuana vikali na kaka yake, ni ndugu kabisa wa damu, anaitwa Samuel Ngarabali. Samuel Ngarabali amewekwa diwani kwenye kata hii ya Ilkidinga. Ni mbobezi mzoefu na inasemekana yumo kwenye kinyang'anyiro hiki. Ukienda kule mtaani kwenye vijiwe vya bodaboda, mamalishe, mamantilie, anatajwa Samuel Ngarabali kwamba yumo kwenye kinyang'anyiro kile kuchuana na Francis Sailoja. Vitu vinambeba Samuel Ngarabali, wanasema ni mtu ambaye ana ushirikiano mzuri na watu, jamii, lakini ni mtu jasiri asiyeogopa kutetea na kusimamia hoja yake. Anasema kwamba ni mtu jasiri asiogopa kusimamia na kutetea hoja yake, hata kama ni kiongozi gani kumfuata yeye kwake si tatizo, ili mradi tu anatetea maslahi ya walio wengi. Wanamsema namna hiyo wananchi wa pale Ilkidinga. Kwa hiyo naye huyu yumo. Samuel Ngarabali yeye ni mjumbe kwenye chama, mjumbe wa mkutano mkuu wa jumuiya ya wazazi wilaya na mkoa kwa sasa hivi. Samuel Ngarabali amewahi kugombea pia nafasi ya mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Arumeru, akichuana na mwenyekiti wa sasa hivi wa wazazi wilaya ya Arumeru, Ahimidiwe Kimaro, lakini kwa bahati mbaya kura zake Samuel Ngarabali hazikutosha. Safari anaibukia upande huu wa udiwani. Hali itakuwaje? Ndugu wawili hawa wanasema, ndugu wakigombana chukua jembe ukalime. Ndugu wanapogombana chukua jembe ukalime. Sasa hawa ndugu wanachuana kwenye kinyang'anyiro hichi, watu wa Ilkidinga wataamua nani ni nani. Lakini si hawa tu, kuna mwingine ambaye ameibuka na inasemekana naye wimbi lake, uji wake si mchezo. Huyu ni mchungaji Peter
Peter Metemi amekuja na naye anasemwa ni miongoni mwa watu watakaotikisa katika uchaguzi huu. Ana nguvu, ana watu, na unajua tena wachungaji ni watu ambao wanakuwa na kundi kubwa la watu nyuma yao wanaowaamini. Sasa itakuwaje? Wananchi wa Ilkidinga wataamua, lakini mpaka sasa hivi huko mitaani tetesi katika maeneo mbalimbali hapa Ilkidinga zinasema hawa ndio ambao wanatajwa kumkabili Francis Sailoja Lukumai, diwani wa sasa wa kata Ilkidinga. Kwa hiyo yuko yeye mwenyewe Francis Sailoja Lukumai, yupo Samuel Ayubu Ngarabali, yumo wanasema ni mstaafu, diwani mstaafu mwenyewe akiitwa senior, lakini jina lingine la utani anasema ni mbunge wa Afrika Mashariki. Lakini sasa yuko mchungaji Peter Metemi ambaye wanasema watu wa Ilkidinga kwamba naye si mchezo, ni mtu fulani hivi yuko vizuri, kwa maana ana mahusiano mazuri na watu, na kama unavyojua tena wachungaji ni watu wa watu. Kwa hiyo kazi itakuwa pevu hapa Ilkidinga kati ya hawa mabwana watatu, na inawezekana kuna wengine wakajitokeza baadaye, sisi hatujui kwa sasa hivi, lakini hizi ni tetesi tu. Baadaye wanaweza kujitokeza kwa sababu bado mchakato unaendelea. Tarehe 28 ndio uchukuaji wa fomu, mwezi wa 6 mpaka tarehe 2 mwezi wa 7 zoezi la kuchukua na kurejesha fomu. Kwa hiyo huenda akajitokeza wengine katikati hapa, au huenda hawa tuliowataja pia wasiingie. Bado hizi zinabaki kuwa ni tetesi kule kwenye mitaa wananchi wanazoziongea. Mimi kutoka hapa Ilkidinga sina la ziada. Kama kuna mengine atajitokeza tutajulishana kwenye mchakato jimboni hapa Charles Beda TV. Kwa leo sina la ziada. Watu wa Ilkidinga watatuambia kulikoni Ilkidinga, nani ni nani. Kwa leo sina la ziada, nikutakie ufuatiliaji mzuri wa mchakato jimboni. Asante sana na bye bye.